Fikiri ni muhimu sana kuzungumzia hilo swali ambalo umesema, kwa sababu kwa kweli tumeona jambo la kushangaza sana siku hizi kwamba wanaume wananyanyaswa. Mtoto wa kiume ananyanyaswa sana kama kuliko vile ambavyo ilikuwa hapo awali. Hapo awali tulikuwa tunaona kwamba ni nchi hii yetu ilikuwa ni mambo ya wanawake walikuwa wanasemekana wanaumizwa, lakini sasa hivi hata tulikuwa tunaongea tu tunaambia hapa tu kwenu katika hii eneo la Citizen huku utakuta hata tukikuja kufanyiwa interview wale ambao wanaongea sana ni wasichana, wanakaa wako wakali. Hata wakati wa ile maandamano uliona wengine walikuwa hapo. Kwa hivyo tunafaa kuangazia hilo swali kwa ujumla, sio tu Vihiga peke yake. Boy child anafaa kuangaziwa kwa sababu katika hii age ya youth hapa wanajiita Gen Z hapa na kwenda chini, kijana amesukuma. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la dharura na tunaliangalia, na ndio tunaanza hiyo mipango ya kiserikali kuhakikisha kwamba tunahamasisha umma, kwa sababu mwanaume ndiyo nguzo ya jamii, mwanaume ndiyo kichwa, mwanaume ndiyo anaongoza jamii. Kwa hiyo sasa akionekana kama amerudi nyuma, basi jamii pia inafanya nini? Inarudi. Kuna ule usawa ndio ambao umekuja, lakini pia ni vizuri kuhakikisha kwamba tusitengeneze kwingine tukiharibu kule kwingine, kwa sababu baada ya mambo yote mwanaume anafaa kuwa yeye ndiye anatetea jamii, analinda jamii. Kuna yale mambo ambayo ni yeye mwenyewe ametunukiwa kuyafanya.